Serikali imekuja na swala zima la stakabadhi za gara kuingia kwenye ng'ombe. Wewe kama mfugaji unalizungumziaje hili? Labda inaweza ikawa ni suluhisho la masoko na mambo mengine kwa wafugaji. Naamini ni mtazamo mzuri kutoka serikali na wenye maono ya mbali. Sisi tulijaribu kufanya huo mfumo kwa mfumo ambao tulikuwa tunauita livestock guest house. Na kwa bahati mbaya tumezuia kidogo hiyo huduma kwa sasa hivi ili tuweze kupitia zile changamoto ambazo tuliziona. Changamoto ulizoziona ni zipi wakati unafanya? Uzoefu wa kwenye kununua. Unakuta mtu anakuja yeye hana uzoefu wa kufugaji. Kwa anakwenda kwenye masoko ananunua ng'ombe ambaye hajakidhi vigezo vya kuweza kunenepeshwa. Kwa hiyo anakuwa amewekeza na mategemeo yake ya faida yanakuwa yanashindwa kulingana. Kwa hiyo anaenda kununua ng'ombe wenye magonjwa, wakija kwetu anapata hasara mwisho wa siku. Ile ng'ombe akifa, sisi tutajitahidi kama wafugaji kumuokoa yule ng'ombe, lakini kama ana magonjwa ambaye ameshafika mbali ni ngumu kumuokoa. Ng'ombe mgonjwa pia kwenye kunenepa pia hanenepi kwa wakati. Kwa hiyo unapokuwa unamchaji wewe gharama kila mwezi, unakuta faida aliyoitegemea yote inaingia kwenye gharama na ile ng'ombe hakui kwa vile alivyotarajia. Kwa hiyo huo ndio wito wangu mkubwa kwenye huu mfumo wa serikali, kwamba tuhakikishe tunatoa elimu kwa wale wanaokuja kutaka kunufaika na huo mradi. Wajue wananunuaje, mahali pa kununua, wajue au kuwe kuna mfumo wa kuwasaidia kuangalia magonjwa na kuweka utaratibu mzuri kabla hujapokea ng'ombe wa mtu. Lakini pia kuna mifumo ya bima ambayo inatolewa na benki na taasisi tofauti za bima. NMB pia wana mfumo wao wa bima. Hiyo pia ni njia nzuri ya kuingiza huo mradi wa stakabadhi ghalani uingie, kwamba huo una mlazimu mtu kukatia bima pia. Hiyo inafanyika. Kwa mfano ukiangalia jinsi walivyoliweka kupita kutoa, saizi wameweza kupita kutoa elimu kwa wafugaji namna gani mfumo unaweza ukafanya kazi. Kwa hiyo kwenye shamba lile linatakiwa liwe labda na daktari wa mifugo, mtaalamu wa chakula, mtaalamu wa hivyo ulivyosema wa chanjo na vitu vingine, na bima zitatolewa kwa ajili ya hawa ng'ombe watakao kuwa wakiingia hapa. Kwa hiyo I think inaweza ikawa ni solution kwa, kama umesema ndio changamoto zilizokuwepo, lakini kwa upande wa ng'ombe hao kukubali labda maeneo hayo kulisha chakula, kutokutembea na nini, haiwaletei shida kwamba kupata kama pressure na mambo mengine kutokana na ng'ombe wetu hawajazoea? Hapana, ng'ombe anahitaji mazingira, hata kama unamfungia awe na nafasi za kutembea japo kidogo, anapolala, anapopumzika pasiwe pana matope. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kukizingatia kwenye mashamba ambayo serikali itaamua kwenda kufanya nao ubia huo wa stakabadhi ghalani, kuhakikisha miundombinu ya kuwafugia hao ng'ombe kama ulivyogusia wewe kwenye rasilimali watu, lakini sehemu za kuogesha, sehemu za kuchanja, sehemu za kuwalisha, pawe chakula kinapatikana kisafi, ili kuhakikisha yale malengo ya mtu anapokuja kuwekeza, kama nadhani ndani ya miezi 4 au 6 anapata faida, uhakikishe kwenye utendaji huku vitu vyote vinavyohitajika vimetimia. Lakini ni fursa nzuri kwa sababu sio kila mtu ana bahati ya kuwa na eneo. Kuna mtu ana mtaji huko Dar es Salaam. Hiyo itamfungulia fursa na yeye kuwekeza kwenye ufugaji, akaweza kupata faida, lakini pia ikaongeza idadi ya ng'ombe ambazo zinaingia sokoni kwa mfumo wa kuchinja. Kiasi wawekezaji wakiongezeka, na maana na soko pia litaongezeka na machinjio yetu yataweza kupata huduma ya kupata mifugo bora. Kwa sasa ukiambiwa umshauri kijana ambaye hana ajira kuja kujiajiri kwenye sekta ya mifugo, unamshauri nini kijana huyu? Sekta ya mifugo ina fursa nyingi. Lakini hakuna fursa ambayo haihitaji mtaji. Hakuna fursa ambayo unaweza ukasema tu mimi nipo haya nipate faida. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo, lakini tunaona inaweza mtu akaingia kwa hatua tofauti. Kwa mfano mtaji wako ukiwa haujitoshelezi, unaweza kaangalia aina ya mfugo wa kufanya. Unaweza ukakuta ukafanya mbuzi, ambapo mtu kama unaweza kaanza, naweza nikasema biashara ya kununua na kuuza. Kwa mfano mbuzi unaweza ukaanza na mtaji wa kiasi gani? Mbuzi ukienda minadani, ukichagua vizuri, unaweza kupata mbuzi wa 80, 90, ambapo hiyo mbuzi ukimfikisha Dar es Salaam unaweza kupata 120,000, 30,000. Kwa hiyo utapata faida 15, 20 kwenye kumtoa mbuzi kutoka kwenye minada mpaka kumfikisha kwenye soko la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuanza na kujijengea mtaji. Na hatua inayofuata unaweza kaenda sasa kwenye ng'ombe pia kumfanya kwa mfumo huo, kwa sababu kama huna mtaji wa kutosha alafu kumfuga huyo mfugo kwa muda mrefu, ina maana itakuumiza zaidi.
Kwa hiyo kwa mtu ambaye mtaji wake unabana, nashauri aanze kwa mfumo wa kununua na kuuza. Dar es Salaam walaji wa mbuzi ni wengi, uhitaji wa mbuzi ni mwingi kwenye sehemu tofauti tofauti, migahawa na nini. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kununua na kuuza. Na bado mtu kama kijana ana mtandao, labda wana familia wapo vijijini, leo unakuta bei tena zinakuwa chini zaidi kuliko mnada labda wa Dakawa au mnada wa njia panda ya Kilosa pale au minada yetu ya karibu na Morogoro. Huko unakuta kesho ukifika kwenye minada ambayo inasogelea mjini, bei pia zinapanda. Lakini unaweza ukaenda ndani zaidi, ili hiyo faida ninayosema ya 20,000 30 tena ikawa zaidi. Kwa hiyo umeweza kununua mbuzi wako 5 10, na kuna mnada, uzuri wake Tanzania kuna mnada karibia kila siku. Unaweza kununua leo ukafikisha sokoni ukauza, siku ya pili ukarudi kwenye mnada ukanunua tena ukarudi. Lakini kijana inabidi uchangamke, uwe tayari kusafiri, uwe tayari kuhangaika. Hakuna fursa inakuja kwa kukaa tu ikawa ni kitu cha kiurahisi. Lakini hiyo opportunity iko kwenye ng'ombe pia. Unaweza kununua ng'ombe wa 600,000 kwenye mnada ukamfikisha Dar es Salaam ukapata 700,000, 680,000, 720,000. Lakini inahitaji uzielewe zile kanuni za kumnunua na kumuuza. Sio unamnunua ukawa umepigwa wewe, umeuziwa bei kubwa mnadani, utashindwa kupata faida yako huku. Na hali kadhalika ujue kujitangaza, kutangaza bidhaa yako. Kuna umuhimu wa kutafuta hiyo elimu. Whether ni kwa watu kama sisi tunajaribu kuingia utaratibu na shirika la LITA by Livestock Training Institute ya Tanzania, kujaribu kuona je, tunatoaje elimu kuanzia kununua, kujitangazia soko. Kwa hiyo si tumshauri mtu ambaye hajawahi kuwa na expose kabisa na mifugo leo atoke na mtaji wake aenda kanunue mbuzi ajaribu kuuza. Lazima ujaribu kwanza kupata elimu, uelewe soko lako linataka nini, ujenge mahusiano mazuri, ujenge uaminifu. Mimi napenda sana kuwasisitiza vijana wawe waaminifu. Kwa sababu ukijenga uaminifu, kuna siku utaweza kumkopa anayeuza mbuzi au kupata advance kwa anayenunua. Hiyo inakusaidia pia kuongeza mtaji. Kwa hiyo uaminifu, juhudi za kazi, kuwa mkweli na mwazi na kuhakikisha mtu wako anapata kitu kilichokuwa bora ni maadili ambayo huwezi ukayumba nayo. Kwa hiyo hivyo naweza nikasema ni vitu muhimu vya kuviangalia kwa kijana anayetaka kuingia kwenye fursa ya ufugaji. Lakini kuna maeneo ambazo ranchi ya taifa inatoa pia kukodisha. Unaweza ukakusanyika kikundi, mkawa na mtaji, mkaenda mkaomba eneo kupitia nako, kama mtapata eka 200, 300, 400, halafu ukaja ukaangalia kuna mfumo wa mkopo umetolewa na serikali yetu ambao unalenga vijana. Nimetoka kuona tangazo lake nadhani kama siku 1 2 zilizopita, ambaye riba inaangalia kwenye 5% na wanalenga vijana. Kwa hiyo fursa zipo, lakini kijana lazima uchangamke, ufuatilie, uulize sehemu. Na siku hizi kila kijana na mtandao. Ukienda kwenye TikTok utamuona, ukienda kwenye Instagram utamuona. Sasa mtandao huo pia unaweza kukupa elimu. Neno lako kwa mfugaji kuelekea maadhimisho ya kila siku ya mnada, neno lako kwa mfugaji hicho? Mimi kwanza niwakaribishe, lakini kwanza niwashukuru nyinyi kuja kutusikiliza sisi hapa leo na kutupa platform ya kuweza kuelezea tunayoyafanya. Lakini wito wangu ni mtushike mkono kwa kuja kushiriki kwenye maonyesho yetu. Watu wanafanya kazi kubwa nyuma ya pazia kwa kujitoa, na namna moja ya kuwa support na kuwashika mkono ni kuja kushiriki kwa wingi. Lakini pia ni fursa ambayo ni adimu. Leo kumpata mtu ambaye anatoka nje ya nchi ukaja ukamuuliza maswali na ukapata majibu, ni sio fursa ambayo itapatikana kila siku. Tumejitahidi kwenye upande wa gharama kuweka gharama nafuu, na niombe tu mtushike mkono na muunge juhudi za serikali kiujumla. Serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tayari inaonyesha utayari wa kutusaidia kama wafugaji kwenye kurasimisha maeneo ya malisho, kwenye kuhakikisha chanjo zinawafikia Watanzania kote na kupanua soko. Tumeona masoko yanafunguliwa nchi za Arabuni na serikali imefanya kazi kubwa. Kwa hiyo serikali inachoweza kufanya ni kufungua milango. Kwa hiyo sasa lazima uingie kwenye huo mlango na kwenda kuzitafuta hizo fursa. Kwa hiyo
vijana tupokee ufugaji kama ni kitu ambacho kinaweza kikakukwamua kimaisha,